Yes, welcome Senko Linki. Kama nako kwanza kufuatia channel yetu, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment ili kwanza kupata taarifa zetu kipindi na upload. Nimekuwa kimya kwa muda kidogo kutokana na changamoto zilizojitokeza ambazo zilikuwa zipo chini ya uwezo wangu kuendelea kurekodi video. Kwa leo tutaendelea na video namba 3 katika mwendelezo wa mfululizo wa kutengeneza mfumo wa matokeo kwa shule ya msingi. Wale wote walikuwa wananitafuta nomo kuuliza kwamba vipi, mbona video kimya? Ndio hivyo, nilikutwa na matatizo hapa na pale ya duniani hapa, lakini shukuru Mungu tupo salama na tunaendelea. Kwa hiyo tuendelee na video leo. Tutaendelea kutengeneza hizi alama kwenye darasa la 4, la 5 na la 6. Na hapa leo tutaangalia jinsi ya kutoa 000 kwenye jumla zile. Hapa 0 kwenye hizi jumla hizi tutaangalia jinsi ya kuzitoa. Kwa hiyo tuanze na hizi kuzitoa hizi 0 kwenye jumla hizi ili tuende kufanya vizuri. Kwa hiyo hapa tunachokifanya, tutatumia hii formula hapa ambayo inasema if count. Atuhesabie tu hizi au atuangalizie hizi kutoka hapa mpaka hapa. Unaweza kutumia koma au ka highlight tu zote. Kama hakuna kitu basi ituachie wazi. Kwa hapa tutaweka zetu itatoka. Na hapa pia tutabadilisha hapa. Kwa hapa napo tutasema if count hapa tuweke tu hapa mabano hapa. Tunaonyesha hii formula hapa. Formula kama hiyo hapo. Kwa maana yake hapa napo tutafanyaje? Tutakuwa tumetoa hilo neno valuvalu. Kwa hapa tumetoa kwa kuweka hii formula kwamba if count atukauntie kutoka hapa mpaka hapa. Kama ni empty basi tuachie wazi kama hamna kitu. Lakini kama kuna chochote ambacho kimejazwa hapo ndani basi ituletee sum yake. Hiyo ndo formula ambayo tunaitumia. Kwa tutatoa hapo, tutatoa hapa na hapa pia. Kwa hapa pia tutasema if count hapa. If count tuta highlight kutokea hapa mpaka hapa. Tafunga mabano. Taweka hii hapa. Na tuta drag kwenda chini. Hapa hivi tutaongeza tu if count hapa. Tutaongeza if count. Hivyo kama unavyoona kwa hapo tushatoa hiyo 0. Kilichobaki kote ni kuna kutafuta nafasi. Hiyo tutaangalia kwenye video namba 4 huko na kuendelea. Au katika video hii tunaweza tukaangalia kama hii tunachotakiwa kufanya tukimaliza tunaweza kwenda kiangalia. Sasa hapa tutachokifanya mimi nitaduplicate tu hii sheet hapa. Hii sheet nitatengeneza copy yake ambapo tunasema ni hii hapa. Nitatengeneza copy. Ambayo copy hiyo move at end kule. Kwa hiyo itakuwa darasa la 4. Tengenezea darasa la 5 hapo. Move at end. Darasa la 5. Alafu tumalize hii hapa hii ya darasa la 6. Ukiweka move to end maana yake yenyewe itakuja kukaa huko mwishoni. Ukiweka move to end, yani itakuja kujiendeleza huko baada sio kutoka kule. Kwa hapa sisi tutakuwa tunavuta moja moja tunaipeleka kwenye darasa husika. Mfano kama hii tuweke hapa. Hapo itakuwa ni darasa la ngapi? Darasa la 4. Kwa hiyo tutaliname hapo. Tutaliname kawaida. Sasa la ya kuduplicate na kutengeneza hii sheet tu moja afu kuja kuifanyia marekebisho ni nzuri, lakini ubaya wake ni kwamba inabidi uwe makini kwenye kuibadilisha. Ukikosea tu
itakuwa itasoma data za darasa la 3 badala ya darasa la 4. Kwa hapo kwenye darasa la 3 tutabadili tutaweka darasa la 4 kote. Na itatuletea dash kwa sababu kwenye darasa la 4 hatukujaza chochote. Kwa hiyo maana yake hapa hii formula tunaweza tukaivuta. Tukaivuta formula yetu mpaka hapo. Alafu tuka highlight kwenda wapi? Kwenda chini. Sasa hivi huku vingine vyote hivi tulikuwa tunavitoa au tunavipata kutokea kwenye sheet hii tunatengeneza hivi vitu vingine. Kwa hiyo kwenye kubadilisha itupasa tubadilishe hapa tu. Hapa. Kutoka hapa mpaka hapa kwa sababu hizi ndo tunazivuta, data hizo tunazivuta kutoka kwenye sheet ya darasa la 4. Alafu hiyo ndo tunaihamishia, ndo tunakuja tunacalculate huko vitu vingine. Kwa sasa mfano, let's say mfano hapa tumjaze huu namba ya simu 52372705, jina ngoja niandike tu hii jinsia tulisema tunatumia me na ke, tuweke ke au subtitle unaweza kutumia namba 1 na namba 2. Hapa tumie me na ke tu. Me na ke. Kwa hiyo hapa ndo darasa la 4. Kwa tujaze max hapo ili tuone kwamba kama zitatokea. Na hapa tunasema nayo itabidi tujaze max ambazo ni chini ya 50. Wote tutakuja tutaloki baadaye hapo. Tusivuke 50 ili yule anayejaza yule asije akakosea, labda mwanafunzi akamjazia 51, 52 ikawa ikasoma. Kwa hiyo hapa hivi mimi nitajaza masomo yote ili tuangalie max zake kule zitatokeaje. Je, data zitakuwa filling kule? Kule darasa la 4 naona kabisa data zimekuwa filling hapo. Nika jina pale ikaja kamtafutia jumla wastani wake, pia ikaja kamtafutia daraja. Sasa hii jumla hapa tukiangalia hii jumla kama tukijaza hizi zikiwa 50, maana yake inabidi hizi hapa sasa wastani utapatikana tofauti kwa sababu tumejaza na haya masomo mengine haya. Sasa tukaja kukifanya ni kwamba wewe mwenyewe unaweza ukaweka lazima kwamba labda wastani wako upatikane kwa masomo 6 tu ambao mwanafunzi amefanya, mgawanyie kwa 6 tu. Lakini pia unaweza ukasema wastani upatikane kulingana na masomo ambayo mwanafunzi amejaziwa. Lakini kwa sababu hapa tunajifunza inatuletea 56 hii. Kwa kuwa hapa masomo haya yote haya 6 kuchanganya na haya 4 masomo yanakuwa masomo 10. Na kwa mujibu wa mwongozo wanasema ni kwamba ni masomo inabidi yawe 6 tu ambayo wanafunzi atafanya ndo yatahesabiwa kwenye ufaulu wake. Kwa hapa maana yake tulikuwa tunao uwezo wa kupunguza hii tukaweka mpaka kwenye K. Naonyesha tu mfano kwa sababu hapa tupo tunajifunza, ndio hivyo. Kutoka kwenye K maana yake atakuwa na daraja ndio la A, lakini ni kwenye level ngapi?
43 tunasema 56. Kwa nini? Kwa sababu hapa mimi nimetafuta samu ya masomo yote nikagawanya kwa 6. Maana hapa ilikuwa inabidi sasa ili tupate uhalisia ni vitu gani kwa ngapi? Tuganye kwa 10. Hapo tutakuwa tumeelewana, lakini kwa kuwa tupo kwenye kujifunza, ni wewe mwenyewe sasa utatengeneza kivipi mwanafunzi aweze kutafutiwa wastani. Yaani mfano kama kwa level ya advance kuna kutafuta msema division inachukua masomo 3 tu ambayo mwanafunzi ni ya combination yake. Yale mengine just tu kuongeza credit kwenye nini? Kwenye ufaulu wake. Na hisa utakuwa tumeelewana hapo. Aya, sasa tuende kwenye darasa la 5. Na darasa la 4 tayari tushaona imeleta data sawa. Tuende kwenye darasa la 5. Na hapa tutalilight hapa. Na darasa la 5. Ndio darasa la 5. Kwa darasa la 5 na hapo pia tutakuja kurekebisha hapa kwenye darasa la 3. Tafuta tu hivi vidude vitatu hivi. Sasa umuhimu wa kutengeneza hii sheet, umuhimu wake tunaona huko mbele. Umuhimu wake ni kwenye upande wa kutengeneza ripoti. Kutengeneza ripoti, data yote ikimiss maana yake haitotokea. Na itatusaidia sisi kwenye ripoti yetu tusitumie formula nyingi kwenye kufutafuta, maana utakuta labda kama jina hamna itaweka 0. Unaona, kama sio kitu fulani hamna itatuwekea 0. Kwa kuwa tumetengeneza hii sheet, tutavuta sasa details za mwanafunzi kutokea kwenye hii sheet hapa, ambayo hii sheet sasa hii tutatusaidia sisi kwenye ripoti na kwenye analysis ya masomo kwa darasa husika, kwa sababu sheet hii tutaitumia kwenye kujaza tu hapo majina, najaza matokeo basi. Lakini sheet hii hapa tutatumia sasa kuvuta details zote hizo kuzipeleka sasa kwenye sheet ya preview, yani printing ya kuprint matokeo, na hiyo tutaitumia kwenye report, kwa sababu detail tukivuta hapa marks, kama somo wanafunzi hujamjazia au hajafanya mtihani wake, maana yake kule itamwandikia dash, itamwekea dash. Lakini tungekuwa tunavuta hapa, maana yake kwa inabidi sasa tukule tuweke condition kwamba kama mwanafunzi hajajaziwa basi imwekee 0. Sasa maana yangu ni nini? Maana yangu ni kwamba mfano, ngoja hapa tuongeze sheet hapa. Tuandike labda report. Mfano kama tuandike report. Maana yake tukivuta labda somo fulani marks yake, mfano tukiwa kwenye darasa la ngapi? Tukiwa kwenye darasa la 4, maana tunaona marks. Tuweke hii. Maana yake hapa tunaivuta hiyo na kwa ngapi? 34. Sasa tukisema kwenye darasa la 4, huyu 34 Kiswahili labda hajafanya, tukifuta maana yake tukirudi kwenye report hapa itatuwekea nini? Itatuwekea kideshi. Mfano hapa labda ndo kuna somo inaitwa Kiswahili, mfano Kiswahili. Kwa maana yake sisi hapa haitotuhitaji tena tuanze kuweka condition kwamba kama somo hilo hajajaziwa basi muandikie hivi. Yenyewe ndio itamwandikia, kwa sababu tumevuta kutokea upande ambapo ilikuwa inabidi ajaziwe. Asipojaziwa italetea condition fulani. Kwa hivyo ndio umuhimu wa ile sheet. Na nyingine umuhimu wa ile sheet ni kwenye kufanya analysis, kuna kutafuta 10 bora na kutafuta 10 dhaifu. Tutafutia hapa kwenye hii sheet, unaona. Ukishatafutia kwenye hii sheet, maana yake si kazi yetu itakuwa ni kuja tu kuvuta tu kutoka huku kwenda huo upande wa kuonyesha 10 bora na 10 dhaifu, ili sasa kuondoa ile ufanyaji kazi mwingi katika sheet moja. Kwa sheet hii ndio tutaipa majukumu yote, yani functionality utakazoziona huko mbele zote zinatokea kwenye nini? Zinatokea kwenye hii sheet hapa. Kwa hiyo hii sheet ya report tuweke huku. Twende kwenye darasa la 6 sasa. Hapo kwenye darasa la 6 tutaweka hapa alama
Hapa tu ni umakini tu kwenye kubadilisha. Darasa la 6. Sasa hapo kwenye darasa la 6 tuna pia tutabadilisha. Kwa hapa badilisha ni vile vile tu. Hapa hivi taweka hapa 6 tu. Tafuta hizi 2, taweka hii 5. Aishakosea. Kwa hapa ndio hivyo tu, umakini unahitajika tu hapa. Sababu ukikosea hapa itafuta data ambazo sizo. Kwa hapa tutaki kwenda huku, pia tutaki kwenda chini. Mpaka hapo sasa tutakuwa tumefanyaje? Tumemaliza. Kwa kumaliza sheet hii yetu tu tumemaliza tu vizuri, na kitakachobaki au maendelezo yake, manake tutakuwa tunafanya sehemu moja moja. Kwa kutakuwa na sheet ya ripoti, hiyo tutaifanya hapa, lakini turudi huku kwenye setting. Kwenye setting maana yake ni kwamba hapa wewe mwenyewe ndio unao uwezo wa kubadilisha hizi value hapa. Sasa mfano labda ukasema, ngoja tuchukulie mfano kwamba 78 mpaka 0, labda tuseme 50 mpaka 0 ndo E. Kwa maana tukienda kwenye darasa la kwanza la 3 hapa, kuanzia darasa la 3, atakayepata 50 imwandikie hivyo. Kwa maana yake hapo kwenye setting utakuja utaanza kuzipanga 50, ni kila hapa 60, ni kila hapa 70, hapa ni 80. Nataka nijaribu kuona kama zitabadilika hizi hapa 90, ili kija kwenye darasa la 3 tuangalie. Naona imetuletea, lakini imetuandikia data sizo, kwa sababu mpangilio hapa umekuwa tofauti. Mfano labda tuanze 0, hapo tuweke labda 61 71 81 mfano, lakini huo ni mfano ili kuonyesha kwamba hiyo inafanyaje kazi. Kwa unaona hapa zote imeandika e sababu zote ziko chini ya. Sasa mfano hapa nikaweka huyu mwana. Sasa hapa ndo nilisha lock juu ya 50. Ngoja twende hapa darasa la 4 hapa. Chukulia mfano huyu kapata 89. Kwa maana yake tukija hapa utasoma B. Kwa sababu gani? Huku tuliweka kwamba condition kama unavyoziona hizo. Kuanzia 90 ndo A mpaka ngapi? Mpaka 100. Kwa hapo nilikuwa naonyesha au na kuonyesha kwamba jinsi gani una uwezo wa kufanya changes huku na huku pia kabadilika. Kwa hiyo ukichange hapa, maana yake utakuwa umechange kuanzia darasa la 3 mpaka darasa la 7. Lakini ukichange hapa unakuwa umechange kuanzia awali, yani chekechea mpaka darasa la 2. Lakini hii ni wastani wa masomo. Sasa wastani wa masomo tutaupataje? Tutaangalia huko mbele wastani wa masomo. Kwa tutajumlisha zile A, B, C, D na E. Alafu baada hapo tutagawanya kwa ngapi? Tutagawanya kwa idadi ya wanafunzi. Sasa idadi ya wanafunzi tutaipata wapi? Idadi ya wanafunzi tutaicount tu kawaida normal. Unaona? Tutacount tu normal kwamba wanafunzi wote tu walioandikwa, waliosajiliwa, hata kama hana max kwenye hilo somo, itatafuta nini? Itatafuta wastani wa hilo somo husika. Sasa nimeweka hivyo kwa sababu gani? Au tunatafuta hivyo kwa sababu gani? Hili tuweke, yani tupate yale majibu ambayo ni relevant kidogo, ambayo yanaendana na uhalisia. Unaona? Na hiyo ndio njia kidogo ni muhimu kuiangalia. Pia naweza tukaweka na GPA, lakini kwenye upande wa sekondari huku tunatumia sekondari tena. Upande wa primary wanatumia sana hizo grade hizo. Mfano tukisema tuangalie hapa NECTA.
Angalia hapa NECTA, ili tu tengeneze kitu ambacho kipo kidogo relevant, ili hata kama tupo tunajifunza, lakini tutoe kitu ambacho kina uhalisia ya pase kidogo. Mtandao Profesa hapa ndani hapo. Hapa chukue tu mfano shule Lindi, chukue tu shule yoyote mfano wake, yani ili tu tuangalie zaidi tunavyotengeneza. Kwa hiyo tutafuta hivi vitu hapa, ni idadi ya wanafunzi waliofanya mtihani. Kwa hiyo tutaitafuta, tutatengeneza kama hivi ilivyo, kwa sababu wastani huu hapa ni sawa sawa na jumla ya maksi zote alafu naganya na idadi. Kwa hiyo tutaangalia kwa hapa hivi ni wastani wa alama chini ya ngapi? Chini ya 50 kwa somo husika. Kwa maana kwa somo husika, ili tupate wastani wake hapa, na kule mwisho tutatengeneza kama hivi tu, waliosajiliwa, waliofanya hapa, waliofutiwa haina shida, kwenye matokeo ndo waliofanya, waliofaulu hapa grade A mpaka C, tutakaunti grade A mpaka C. Lakini sisi tutakaunti grade hizi, tutatoa hii, tutatoa na hii, tutatoa hapo, tutaandika grade A B C D E mpaka F, alafu tutakaunti kawaida tu kwamba waliofaulu na waliofeli, ili tupate. Baada hapo tutaangalia hizi sasa, hizi grade zake hapa, manake wamezitengeneza kulingana na nini, na chini ya 50. Sasa hapa sisi tunachokifanya, kwa kuwa sisi hapa tuna option mbili, option ya kwanza hii tuliweka kwa masomo, kwa stani kwa masomo na shule, kama sikose masomo na shule. Kwa hapa sisi tutakachokifanya, hii tutatumia kwa nini, kwa shule, alafu hii chini ya 50 hii ndio tutatumia kwa nini, kwenye masomo, kwa sababu masomo panaweka wastani wa alama chini ya ngapi, chini ya 50, lakini kwa shule ndio anaweka kwa ile mpaka 200 na ngapi ile. Tuangalie hivyo kote anaweka hivyo, hapa ni chini ya ngapi, chini ya 50. Kwa kukuta 12 maana yake atakuwa amepata D. Kwa hiyo tutatengeneza hivi kundi la umahiri wastani chini ya 50, ili masomo yetu tutaweka hivi faulu kwa masomo hapa, madaraja kwa ufaulu hapa upande wa printing, na tutajitahidi printing hiyo tuweke kama ya NECTA, lakini hapo tutaongezea max ya wanafunzi hapo, ili kuweka ule uhalisia fulani tu. Hapo tutaweka max ya wanafunzi kwa average grade yake, na pia nao tunaweza tukafanyaje, tukaweka, kwa sababu hapa sisi tuna wastani, lakini sisi tumetumia lugha ya Kiswahili. Hapa sisi tuna wastani, hapa tuna wastani alafu tuna daraja. Maana yake sisi tutachukua jina la somo, yani tutachukua jina la somo max, alafu tutachukua grade yake, alafu tutachukua wastani wake, alafu tutachukua daraja lake. Ngoja tunaonyeshe sample hapa jinsi gani tutaunganisha, ili tuweke kama mfumo fulani hivi ambacho atakuwa kazuri. Sasa kuna namna mbili tunaweza tukatumia. Namna ya kwanza, tunaonyesha namna zote mbili, alafu kwenye comment section hapo nitasubiri maoni kwamba tutumie ipi kwenye kutengeneza. Sasa hapa kuna njia ya kwanza. Njia ya kwanza tulisema tunaweza tukatumia hivi, tukaweka sawa sawa, tukavuta somo, weka sawa sawa, tunavuta jina la somo hili pap. Tunavuta jina la somo, mimi natumia hii tu ya kawaida ya end, tutaweka max yake. Baada ya hapo tutaweka grade yake. Unaona itakuwa kama hivi, kama unavyoiona hivi hapa.
Ni zoom kidogo nionyeshe, itakuwa kama hivi tunavyoiona hivi. Sasa hapa kuna namna mbili hapo, tutaweka tena end, tutatumia tu end formula tu hapa, alafu hapo tutaweka hii funga semi na fungua semi, ili kwa ajili kama nataka hapa kuacha nafasi kidogo, ili zile namba pale zisishikane na jina. Kwa hapo hivyo hivi kama unavyoona, alafu hapa naweza tukaweka kakadashi haka, ili kuonyesha kwamba somo hilo, alafu kupata max hiyo. Kuna hiyo njia hiyo ya kwanza, ambayo hii tunaweza kusema ni kama ya NECTA ile pale. Alafu baada ya hapo pia tunaweza tukasema tunaweza kutumia njia hiyo ya kwanza, au njia ya pili tukatumia hii hapa, tukavuta tu max na nini na max na max na grade yake, tukavuta tu max na grade yake peke yake. Alafu kule kwenye sheet ya kuprinti, maana yake sasa masomo yatakuwa yapo juu kama hivi, alafu hapa chini tutajiandika somo na max yake. Kwa hiyo taangalia hapo kwenye comment, yani itakuwa kama hivi. Kwenye comment hapo mtanipa mwongozo kwamba tutumie njia hivi. Kwa hiyo tutakuwa tumeandika kama hivi, hapa kuandika alafu inakaa hivyo, max aliyopata na grade yake. Kwa hapa nyewe mtaniambia kwamba bwana, sisi tunataka bwana iwe hivi. Mfano sasa kwenye average sasa tutaandika hapa wastani, tutatumia end tu, alafu wastani aliyopata utakuwepo, alafu na daraja lake aliyopata. Kwa itakuwa hivi, wastani wa 100 grade A hapa hivi. Ndio. Kuna kutumia hii end au kuna kutumia concatenate. Sasa mimi napenda nitumiage end, alafu concatenate nitumie kuunganisha haya masomo kuyaunganisha. Taona tu hapo, tutajifunza vyote hivi mdogo mdogo mpaka tutafika. Kwa hapa kwenye wastani tuweka nafasi kadogo, au unaweza kusema kaweka kamkato kakulala haka, hiki tunasema ka underscore, kaweka hivyo wastani wake kwa hapo, grade yake hii hapo. Kwa maana yake sorry, maana yake ni kwamba masomo yote yatakuwepo, alafu pia kutakuwepo na nini, kutakuwepo na wastani wake. Kwa hiyo kwenye comment section hapo nahitaji tu mniambie kwamba je, tutengeneze printing view hipi, ambayo printing view sisi itatusaidia au itakuwa nzuri kama tutasema tutumie kama ya NECTA, au tuziweke zote mbili sehemu moja, nitutumia ya NECTA kama hii, ambayo tutaonyesha somo na grade tu aliyopata kwenye hilo somo, basi isionyeshe chochote. Na upande wa masomo tutatumia kama hivyo, kama NECTA ilivyo, lakini kuna vitu tutaongeza tu hapo, tutaongeza ili mambo mengine yawe sawa sawa. So hapa sasa tunaweza tukarudi huku kwenye ka mfumo ketu hapa, turudi katika ka mfumo ketu. Kwa mpaka hapa sasa hivi tushamaliza zile tunasema pre. Baada ya hapo video namba 4 sasa tutaendelea kwenye kuchakata printing view, baada ya kupokea maoni yenu katika comment section hapa. Nahitaji maoni katika comment section au private tu, unaweza ukanicheki kwa namba za simu 06 52 37 27 05, ukatumia message au ukapiga au kanicheki WhatsApp, kaniambia bwana, mimi naona bwana tueneze printing view kama hii. Kama unao printing view yako wewe mwenyewe, hapo kama una mfumo shuleni kwako upo, ukasema bwana, mimi natamani tuweke printing view kama mfumo huu hapa ambao shule kwangu natumia, na pia it is better pia, utanitumia hapo kama uta screenshot au utanitumia hiyo sample,
utaweka hapa, utakuja kuifanyaje, utakuja kuifanya. Hapa tunasema hii dashboard yetu ipo mbaya, lakini tutakuja huko mbele tuiweke sawa tuilembe. Lakini nasisitiza kama mara ya kwanza nafuatia channel yetu hii, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili kwanza kupata video zetu kipindi tunazozi upload, ili na mimi niendelee kupata nguvu ya kuendelea kushusha video nyingine za mafunzo ya Excel katika kutengeneza mfumo wa matokeo kwa shule ya msingi. Tukimaliza huu tutaendelea kutengeneza mifumo mingine ya joint na kadhalika na kadhalika. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Tukutane katika video namba 4.